Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wa ndugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa, na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo lendi le 16 Fevrier 2026, na tunawakaribisha kwa mara nyingine katika taarifa zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea jioni ya leo ni mbichi tena mingi. Kama kawaida mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati za asubuhi, mchana na jioni. Namna ya kujiunga nasi, gusa pale kwenye titre, pale chini ya titre mu description kuna linki yetu, uguse kwenye linki hiyo ujiunge. Bila shaka utakuwa ukizipata habari zetu zote kwa wakati. Bila kupoteza muda wetu, tufungue ukurasa wetu wa habari ambapo taarifa zetu mbichi tutazianzia katika maeneo ya Ruchuru huko Kibirizi na Bambo kwenye kuliripotiwa mapigano makali saa za usiku wa jana wa kuamkia asubuhi ya leo. Milipuko mpya wa vurugu ulirekodiwa usiku kucha kuanzia Jumapili hadi Jumatatu le 16 siku ya leo katika miji ya Kibirizi na Bambo inayopatikana mu grupema ya Mutanda na grupema ya Bambo pale ni munani ni Musheferi de Bwito. Kutokana na vurugu hizo, mtu mmoja alifariki na watatu walijeruhiwa pamoja na gari kuchomwa moto. Kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani, vurugu hizo zilihusishwa na uvamizi wa watu wenye silaha na mapigano kati ya wapiganaji wa AFC M23 pamoja na vikundi vya wazalendo na watu wanaoshukiwa kuwa wa FDLR. Wakaaji wanaripoti kusikia milio mikubwa ya risasi karibu saa 7 asubuhi katika eneo la Bambo. Risasi iligonga nyumba na kusababisha uharibifu mkubwa wa vifaa, lakini hakuna majeruhi wakati bombe ile iliangukia nyumba. Katika eneo hilo gari ya wafanyabiashara wa eneo hilo ilichomwa moto na bombe. Wakaaji wanaripoti kwamba ilikuwa ile gari lilikuwa likisafirisha bidhaa zinazoaminika kuwa zilikuwa zikipelekwa kwa wasi wa AFC M23. Vyanzo vya ndani vinahusisha uharibifu huo na mapambano ya moja kwa moja kati ya wapiganaji wa AFC M23 na wazalendo SMC pamoja na kundi la FDLR, wale ambao mnawajua kabisa katika maeneo ya Ruchuru. Wakati hapo maeneo ya Bambo kulikuwa kukiripotiwa mapigano hayo, upande mwingine kilomita chache magharibi mwa eneo hiyo katika kijiji cha Kibanda, uvamizi wa watu wenye silaha wasiojulikana uliripotiwa kati ya saa 9 asubuhi na saa 10 asubuhi. Washambuliaji walipora mali ya watu. Mvulana mdogo anayejulikana kama Jade aliuawa huku raia watatu wakijeruhiwa. Waliojeruhiwa wamelazwa katika kituo cha afya cha rufaa cha Kibirizi kwa matibabu, na maeneo hayo vrema yanaendelea kukumbwa na vurugu. Matukio haya ni sehemu ya kuzorota kwa hali ya usalama katika utawala wa Bwito kwa wiki kadhaa zilizopita. Kulingana na vyanzo vya ndani, ukosefu huo wa utulivu unahusishwa haswa na operesheni ya uwindaji iliyofanywa na AFC M23 zidi ya FDLR pamoja na washirika wao wa ndani, wale wazalendo kule katika maeneo ya Ruchuru, wale wazalendo SMC Nyatura. Na kutokana na zile operasyon zinazofanyika kule na mashambulizi ya hapa na pale, hali ya kiusalama inaendelea kukua mbaya na kuzorota zaidi, wakaaji wakiwa wanaendelea kujikuta muhatari. Eneo ya Kibirizi na Bambo usiku wa jana wa kuamkia asubuhi ya siku ya leo kulikuwa kabisa vurugu za mapigano. Ni mapigano ambayo hayakukuwa ya kudumu. Mei alisababisha wakaaji
kukuwa na oga sana, na hata ilipofika asubuhi mapema kuna wakaaji walioondoka katika vijiji hivyo wakakimbia wakaelekea katika vijiji vingine vyenye usalama. Tukiwa kule katika maeneo ya Ruchuru kwenye AFC M23 ina kontrole maeneo mengi kukiwa kuko ndani FDLR. Kuhusu swala la FDLR, Marekani ilisema kuwa inaongojea Rwanda pamoja na washirika wao waasi wa AFC M23 waseme ni maamuzi gani walioyakamata ili kudemobilize FDLR, kwa sababu maeneo yanayojulikana kuwa ndani FDLR yako kontrole na AFC M23. Hayo yalitangazwa na Chris Smith. Huyu ndiye kiongozi ama yeye ndiye nitasema ni minister ama ni kiongozi wa affaires étrangères wa Afrika kutoka White House. Ndiyo kabisa, yeye ndio mwenye alitangaza hayo. Ni siku ya jana wakati wa kikao cha viongozi tofauti kule Marekani. Alisema ya kwamba Rwanda inaendelea kuonesha kabisa kuwa FDLR ni tishio kubwa kwa nchi yao, na leo maeneo yanayojulikana kuwa ndani FDLR yanamilikiwa na AFC M23 inayosaidiwa na Rwanda. Hivyo swala la kudemobilize FDLR ni Rwanda na AFC M23 ambao watafanya hivyo, kwa sababu yale maeneo tayari yote yako mikono yao. Ni wakati Rwanda ilikuwa ikiendelea kuishutumu gouvernement ya Kongo kuwa inaendelea kuunga mkono FDLR na kuendelea kuiomba Kongo kutotumikana na FDLR. Marekani upande wao inaona kuwa FDLR deja iko swali la Rwanda na AFC M23. Sijui kwamba tuko na indana. Marekani kusema hayo ilionyesha kwamba FDLR iko swali la Rwanda na AFC M23, kwa sababu aujourd'hui maeneo ambayo FDLR iko ndani kule Ruchuru yako mikono ya AFC M23. Sasa swali la kudemobilize FDLR linawahusu Rwanda na AFC M23, donc aussi Kongo ambayo kwa sasa haimiliki zile eneo ambazo ziko ndani FDLR. Ni Marekani ambayo ilitangaza hayo. Tukiendelea na taarifa zetu, mnajua katika maeneo ya Ruchuru, maeneo ya Masisi, maeneo mengi yanayomilikiwa na AFC M23, rezo azitumikake bien, na kusikue kule na zingine eneo zenye kuko ndani FARDC zinazopatikana mu province ya Sud Kivu, Nord Kivu na Ituri. Rezo zinapendaka kuwa mbaya sana, hiyo mnaijua depuis kuanza kwa mwaka huu. Acha niseme hivyo, rezo azitumikake bien. Yule Bahati Musanga Erasto, huyu mnamjua, yeye ni gouverneur wa Nord Kivu mu maeneo inayomilikiwa na AFC M23. Mnajua AFC M23 baada ya kukamata maeneo mengi ya Nord Kivu walitaka gouverneur wao, na ni Musanga Erasto ndio gouverneur wao. Alifanya visite siku ya jana kule maeneo ya Masisi. Alipofika huko alisema ya kwamba rezo kutotumika katika maeneo yote ambayo AFC M23 iko ndani ni Kinshasa ambayo ilikataka rezo. Yeye ndio mwenye alisema hayo, na akasema kuwa AFC M23 inaandaa kama inaweza ikaleta rezo yao ili kuweza kuikontrole bila Kinshasa kukontrole rezo za kule kwenye wako. Video ndio hiyo kabisa wakati alikuwa akisema hayo. Msizani ya kwamba ni mambo ambayo yako hapo tu bila kukuwa na fakti. Video ndio hiyo. Gouvernement ya Kinshasa njiri kataka rezo. Watu ya Kinshasa njoo walikataka hii rezo. Kenye tuko nawaambia sie tuko natumbika rezisi katikake tena. Batairudisha, na kama hawairudishe tuko mu processes ya kuleta rezo yenye mtu mwingine hata ikataka. Ni rezo yetu, itakuwa iko Goma, itakuwa iko Kichanga, itakuwa iko fasi yote. Hizi matena hakuna mtu mwenye atakuwa tena na access ya kukata hii rezo. Population yetu inapaswa kuwa na rezo na inapaswa communique. Leo hii wanawatia maskini wenye walikuwa na
benye walikuwa hapo walikuwa wanaujisha wenye wako na mainite, leo hii hawachuruzi. Gouvernement ya Kinshasa ipende mwende mbele. Barikata rezo fasi yote, haiko Kichanga peke yake, barikata Rubero, barikata mu materitoire yote kwenye kuko rezo ni Goma na Bukavu peke yake. Fasi zingine barikata rezo. Muyue kama tuko natumika, rezike rudia haitaongezaka katika tena. Nadhani kwamba mmemfuata vizuri, mmemwelewa. Na pale sasa inamaanisha nini? Rezo ambayo wanaweza wakaileta yao peke yenyewe watakontrole, donko kama wataleta mpya ama kama nyingine ambayo watasaidiana nayo ama yenyewe wataleta pale, itakuwa rezo ambayo wataikontrole au peke bila kukuwa na axe na Kinshasa. Musanga Erasto anashutumu Kinshasa kwa kukata rezo za kule, wakati Kinshasa nayo inashutumu Rwanda pamoja na M23 kwa kukata zile rezo ili kuleta marezo zao katika maeneo ambayo wanamiliki. Mnakumbuka wakati Vodacom ilikosaka marezo Goma na kwingineko, Vodacom ilitangazaka kwamba ilikuwa kuingiliwa kabisa kwa sisteme yake katika mji wa Goma na eneo zile. Haiko kusema ni kwenda kwa rezo kupitia mtandao wa Vodacom wao ndio wenyewe walikata, donc hapana, walisemaka kwamba waliingiliwa katika ile sisteme yao ya rezo, na wakati waliingiliwa axe ikakosa kule mjini Goma na kwengine kwenye rezo zilikuwa na haziko natumika, na mpaka kwa sasa zinaendelea kukua mbaya. Na hapo Kinshasa kashutumu Rwanda kuwa iko na kata rezo kule ili ilete MTN ile rezo ya Rwanda njo yenye walisemaka kwamba iko na ingilia rezo za Kongo ili wailete mu maeneo yenye wako ndani njo waanze itumikisha. Sasa shutuma zinakuwa za pande mbili. M23 inashutumu Kinshasa kuwa deja njo yenye ilikataka marezo, na Kinshasa inashutuma M23. Me tukisikia kile ambacho Bahati Musanga Erasto alikisema kwamba wao kabisa wataleta ingine rezo, ni vipi sasa watu hawa ambao ni maribele wanaweza kuandaa hata kuleta rezo? Point d'interrogation pale. Na kwa sababu M23 inaandaka kufanya balkanization, na ili kufanya balkanization wanahitaji zingine nchi tofauti kuwaunga mkono, waanze kudeklare pale kwenye etat federale. Donc kwenye wako wa deklare etat federale yao, wanahitaji zingine nguvu za mapei tofauti, na nchi zinazowasaidia ndio zile pekee ambazo zinaweza kuwasaidia katika kuleta hata zile marezo, kwa sababu M23 wangali marebele. Hakuna wengine watu, hakuna association ambayo inaweza ikawauzisha swate ama ikawapa akse na marezo zake, kwa sababu ile association inaweza kuingia hatarini wakati inawapa ile akse kwa marezo zao, ama wanafanya nao biashara, rezo inakuja pale na wangali marebele pale. Mnasikia kwamba ile association inaweza kuwa na imeingia hatari. Ndio maana ili kufikia kwa hayo, nchi zinazowasaidia njo zenye zinaweza fanya hivyo. Na tukianalize kidogo pale, mtasikia kuwa M23 njo yenye ilikataka zile rezo ili kuweza kuandaa ile rezo mpya ambayo alisema yenye wataleta pale. Ukweli unakujaka polepole ndugu zangu, hata mambo ya jifiche kivipi realite inakujaka polepole, inajulikana. Ile njo realite kuhusu kukatika kwa rezo katika maeneo ambayo yako mumikono ya wasi wa AFC M23. Nadhani kwamba tuko naendana 5-5. Tuelekee Walikale. Wanajeshi 9 wa M23
walijisalimisha ku wazalendo na FARDC katika eneo ya Chanjikiro. Wapiganaji 9 kutoka kwa wasi wa M23 walijisalimisha kwa wazalendo siku ya jana Jumamosi huko Chanjikiro, eneo ya Banamukemba. Hapo ni mogrupema ama kundi la Kisimba. Wale wapiganaji waliojisalimisha walileta bunduki zao zote ambazo walikuwa wakimiliki silaha za AK-47 ama AK-47 zote walizileta kwa wazalendo. Kulingana na vyanzo vya usalama vya eneo hilo, wapiganaji hao wa zamani walisafirishwa mara moja hadi Pinga kwa ajili ya taratibu za usindikaji na utambuzi. Kulingana na huduma za usalama, kujisalimisha huku kunafuatia shinikizo la kijeshi linalotolewa na vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu nafasi za wasi wa M23 katika maeneo yanayopatikana karibu na Pinga. Mnakumbuka kuwa jeshi la Kongo limeongeza mashambulizi yake ya ndege zisizo na rubani dhidi ya maeneo ya wasi katika maeneo hayo tangu kuanza kwa mwezi huu wa pili kabisa. Mapigano yalikuwa yakisikika kule na ndege zikishambulia maeneo ya Mpeti na Minjenje yanayochukuliwa kuwa vituo vikuu vya vifaa vya M23. Na kutokana sasa na shinikizo hizo ama zile operasyon ama presyo ambayo FARDC inatia kwa M23 ikiwashambulia hapa na pale, iliacha wale wanajeshi 9 wakajisalimisha ku FARDC. Hapo ni eneo ya Chanjikiro inayopatikana Muwalikale. Habari zetu zinaendelea mefrere, kama kawaida tumewaletea taarifa mbichi. Habari zinazotufikia kutoka Kinshasa ni ya kwamba kuna viongozi wengine wawili wa generale wa FARDC ambao walikamatwa na service de sécurité. Habari tunazo kamili kutoka Kinshasa zinatuambia kuwa katika kambi ya Badiabingi anayeitwa Colonel Justin Ndoki pamoja na Lieutenant Colonel Mireye Kika ambaye yule ni ancienne compagnon wa Generale Amisi, wakati Justin Ndoki yeye ni assistant wa Generale Mondoso. Hawa walikamatwa nao usiku wale 14 wakamkia le 15 siku ya jana na service de sécurité, na hao walikamatwa kabisa na kufungwa. Taarifa tunazo kutoka kwa vyanzo vyetu huko wanasema kwamba hao nao wanashtumiwa kwa kusaidiana na adui AFC M23 anayeendesha vita mashariki mwa nchi ya Kongo. Hawa walikamatwa katika siku ambazo gouvernement ya Kongo ikiendelea kufanya operasyon za kutafuta wale wasaliti, wale wanaohusika katika kusaidia wasi wa AFC M23 movita wanaoifanya mashariki mwa nchi ya Kongo na kuwafunga. Mnajua wengi wa generali, wengi wa wakolonele wanaendelea kukamatwa kabisa na kufungwa. FARDC inachokitangaza ni kuwa inawashutumu kuwa kabisa wanasaidiaka AFC M23 movita vinavyoendelea, na wale viongozi wawili, wale wakolonele wawili nao walikamatwa na wakafungwa ni kule Kinshasa. Arme ya Kongo inazifanya operation zile ili kujenga upya arme. Sijue kwamba tuko naendana 5 kwa 5. Jeshi la Kongo katika operasyon zile za kukamata wale majenero tofauti, wale makolonele tofauti, wana mpango wa kupanga upya arme ya Kongo ambayo unakutanaka kwa leo wengi wanaoongoza wanajeshi ni wasaliti. Sijui ya kwamba hapo tuko naendana. Wengi wa majenero walionekanaka kuwa wasaliti sana, kwa sababu vita hivyo vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo, yule ancien president Joseph Kabila anahusika na vita hivyo, na yeye alikuwaka president wa Kongo. Mnajua baada ya yeye alikamataka uongozi kwa miaka mingi, na alipotoka ndipo Felix Tshisekedi alikamataka uongozi
kwa sababu yeye sasa alikuwaka kwenye uongozi, alikuwaka na majenero tofauti wanaosaidiana naye, wanaomkubali. Hao majenero ndio ambao waliendeleaka kuacha maeneo mengi yakikamatwa na mji wa Goma na miji mingine. Mnakumbuka jinsi FARDC ilikuwaka ikisema kama ni usaliti ambao ulikuwaka ukifanywa pale, na ili kujenga sasa arme mpya yenye aina wasaliti ni kuwafunga wale ambao ni wasaliti na kuwapandisha wengine wapya ambao hawatasaliti jeshi wenyewe watapigana kwa kupigania kabisa udongo wa Kongo bila kukua wasaliti. Ndiyo maana mnaona aujourd'hui wengi wa majenero wanakamatwa, wa makoloneli na kufungwa wakishtumiwa kwa usaliti. Tukiendelea na taarifa zetu, katika maeneo ya Bule kule Ituri, hali ya utulivu ilirejea baada ya siku kadhaa na kunaingilia kuripotiwa mapigano. FARDC ikifanya ratissage kule Mobule, eneo inayopatikana mu territoire ya Jugu. Mapigano yalikuwa yakiripotiwa mchana na usiku. Asubuhi ya Pleker tena kunasikika mapigano saa za mapremidi. Operasyon za FARDC na wanajeshi wa UPDF kule mosantre ya Bule na eneo zinazozunguka pale zilikuwa zikiripotiwa hapo siku kwa siku. Aujourd'hui taarifa tunazo kutoka huko ni kwamba leo ni siku ya pili na hali ni ya usalama katika eneo ya Bule baada ya operation zile. Wahasi wa Twirwaneho plutôt wale wanamgambo wa CRP wa Thomas Lubanga waisha fukuzwa katika eneo ya Bule. Zile operasyon za ratissage ziliisha na deja wale wanamgambo wote walifukuzwa katika eneo ya Bule na maeneo kando kando ya pale, na operation zile baada ya kuisha sasa utulivu ulirejea katika eneo ya Bule na eneo zinazokuwa karibu na pale. Wakaaji wanaendelea kuishukuru FARDC kwa kufanya zile operasyon kwa sababu wale wanamgambo wa CRP walikuwa wakijificha katika maeneo ya wakaaji, vijiji vya wakaaji karibu na pale na hata katika centre ya Bule, wakiendelea kufanya operation za usiku za kuua watu, kuwanyanyasa na kuiba. Na kutokana na operation zile vrema kwa sasa hali iko nzuri katika eneo ya Bule na zingine eneo karibu na pale kwenye operasyon zilifanyika. Ndugu zangu, nawashukuru sana, nasema asante. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nikiwaletea jioni ya leo. Tupatane katika habari mbichi zifuatazo za kesho asubuhi. Merci beaucoup. Mungu awalinde na muendelee kusubscribe, yani kujiabone, na muendelee kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie, na mkumbuke kujiunga na grupu yetu ya WhatsApp mkigusa kwenye linki yenye iko pale chini ya titre, na mtakuwa mkizipata habari zetu zote kwa wakati. Asante sana.